Namshukuru Mungu niko sawa sawa. Mafua tu hapa na pale. Kawaida. Mambo yanakwenda. Tunaona timu ipo kwenye mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wenu mwingine tena. Tuambie namna ambavyo morali ipo kwa wachezaji kuelekea kwenye mchezo. Kesho Simba Queens tunashuka dimbani kwenye mwendelezo wa ligi kuu soka ya wanawake ambapo majira ya saa 10 kamili jioni tunacheza na timu ya Tausi FC hapa katika uwanja wa KMC. Ni mechi muhimu sana kwetu kutokana na umuhimu wake kwa mujibu wa msimamo wa ligi kuu soka ya wanawake Tanzania bara. Mchezo wa kesho, endapo tunashinda, tunatawazwa kwa mabingwa wa soka la wanawake nchini Tanzania kwa msimu huu wa 25-26. Baada ya safari ndefu ya kutoka mwaka uliopita, baada ya mapambano ya muda mrefu, hatimaye kesho tunakwenda kukamilisha ratiba yetu na kutawazwa rasmi kuwa mabingwa wa soka la wanawake. Kwetu Simba Sports Club ni siku ya faraja na furaha kubwa mno, kwa sababu malengo tuliyokuwa tumejiwekea yamekamilika kwa 100%. Simba Queens kwa miaka miwili ya hivi karibuni mitatu tumepoteza ule ufalme wetu. Tumepoteza nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya Afrika Mashariki na Kati Sekafa. Tumekosa nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Tumekosa nafasi hiyo kwa sababu tumeshindwa kuwa mabingwa wa ndani. Na sisi Simba Sports Club, uwekezaji wetu kwenye soka la wanawake tunaofanya sio kwa sababu tu ya kucheza na JKT ama kucheza na Yanga Princess tukiwafunga hao tufurahie. Sisi malengo yetu tunawekeza ili tuende tukacheze kwenye michuano ya kimataifa. Na mara mwisho tulifanya vizuri sana kwenye michuano ya Afrika baada ya kufika hatua ya nusu finali. Lakini kwa miaka miwili hii tumeshindwa kwenda hatua hiyo baada ya kukosa ubingwa kwenye ligi kuu ya wanawake. Na huku kwa wanawake kuna tofauti kidogo. Ili upate tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya wanawake ni lazima uwe bingwa. Tofauti na kwa wanaume, huku unaweza ukashika nafasi ya 4, nafasi ya 3 na ukapata tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa upande wa wanawake huku mpaka uwe bingwa ndio unapata tiketi ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Kwa miaka miwili tumeikosa nafasi hiyo kwa sababu hatukuwa mabingwa. Tukakaa chini tukasema haiwezekani Simba kwa ukubwa wetu tusionekane kwenye ramani ya soka la wanawake kwa upande wa Afrika. Tukawekeza nguvu kubwa, tukafanya usajili mkubwa, tukafanya overhaul ya kikosi, tukashusha mashine nyingine mpya. Ukiangalia timu yetu ni mpya. Ukitoa wachezaji wachache hawa wakina Bobo, wakina Densa, wakina Corazon, hawa ndo kidogo wana miaka 3, miaka 4 Simba Sports. Lakini asilimia kubwa ya wachezaji tuliokuwa nao hivi sasa wengi ni wapya ambao wameingia msimu huu, amna ameingia msimu uliopita. Kwa hiyo ni timu mpya ambayo ilitengenezwa makusudi kale kwa ajili ya kuja kuleta upinzani katika ligi kuu ya wanawake, lakini kuchukua ubingwa vile vile turejee kwenye michuano ya kimataifa. Asante Mungu ametujalia, tunaiona tiketi ya mnyama kurejea katika ligi, kurejea kwenye kuchukua ubingwa na tupate tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa, tukianzia Sekafa na hatimaye tunakwenda kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kesho ndio tunakwenda kukabidhiwa rasmi tiketi hiyo endapo tukishinda. Kwa mujibu wa msimamo wa ligi kuu soka wanawake, tukimfunga Tausi kesho rasmi, Simba Queens tunakuwa mabingwa tukiwa tumesaliwa na michezo 3 mkononi. Nichukue nafasi hii kuwakumbusha wachezaji wa Simba Queens wasibweteke, wasione mechi 4 ni nyingi ya kwamba tunaweza tukapata pointi 3 wakati wote tukawa mabingwa. Twendeni tukapate pointi 3 katika mchezo wa kesho, ili michezo mingine inayosalia tunaweza tukaamua tu. Cosmo njoo ucheze wewe hapo, wewe nyani sijui Memo njoo ucheze hapo, kwa sababu tayari tunakuwa tumeshakuwa mabingwa. Kwa hiyo kesho ni siku